Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nipo hapa kukukumbusha juu ya kusimama kwenye njia zako na kuwatendea watu wengine mambo mema. Kuliko kumtendea mtu ubaya, ni bora ukaachana naye kabisa. Mara nyingi sana kuna watu ambao wanapitia changamoto, wanapitia magumu, wanapitia vikwazo, wanapitia mambo mabaya, wanapitia magonjwa mazito na mapigo makubwa ya ajabu, pasipo kuelewa sababu ni nini, pasipo kujua sababu ni nini. Na wakati mwingine wanakuwa wanahisi pengine wamerogwa, kumbe hawajarogwa, bali wametafuta wao wenyewe hayo mabaya kwa kuwaonea aina fulani ya watu, kwa kuwatesa watu fulani, kwa kuwatendea mabaya aina fulani ya watu. Imetupasa tutambue kabisa kwamba kwenye hii dunia kuna watu ambao Mungu aliwachagua tangu asili, kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Aliwachagua kwa ajili ya kusudi lake kubwa katika dunia hii. Hao watu, ndugu yangu, ukisimama kinyume chao, unakuwa umesimama kinyume cha Mungu. Ukisimama kuwa adui yao, unakuwa umesimama kuwa adui wa Mungu. Maana yake ni kwamba ukiwalaani au kuwatendea ubaya wote ule, utakuwa umejilani na kujitendea ubaya wewe mwenyewe. Kuna watu ambao biashara zao zimevurugika, project zao, kazi zao zimeharibika, vyeo vyao, mambo yao, ndoa zao, afya zao, mambo yao mengi yamevurugika, si kwa sababu wamerogwa, bali ni kwa sababu wamewagusa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 105 mstari wa 15, utasoma kwa muda wako, lakini naomba nikusomee kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa 20 mpaka wa 22. Neno la Mungu linasema, wakatangatanga toka taifa hata taifa, toka ufalme mmoja hata kwa watu wengine, hawakumwacha. Lakini anasema mstari 21, anasema hakuacha mtu awaonee, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao, akisema, msiwaguse masihi wangu, wala msiwadhuru nabii zangu. Maana yake kuna watu ambao wapo ni wa kawaida tu, wanaweza kuwa ni wa kawaida kabisa, hawana wa kuwatetea, hawana wa kuwasaidia, hawana wa kuwasemea, kiasi kwamba una uwezo wa kuwaonea na kuwatreat vyovyote unavyotaka, kwa sababu hawana hata nguvu ya kukulipa. Lakini Mungu aliye hai ndiye ambaye amesimama upande wao. Kwa hiyo ukiwagusa wao, umemgusa Mungu. Utajikuta unaharibikiwa pasipo kujua shida ni nini. Kwa hiyo kuwa makini, mtu wa Mungu. Chagua kuwa mkarimu, chagua kumheshimu kila mtu, chagua kumpenda kila mtu, chagua kumtendea wema kila mtu, kwa sababu katika kufanya vyote hivyo haikugharimu kitu chochote kile. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.